Binti wa bilionea anampiga na kumtesa mfanyakazi wa ndani. Anamtemea mate na kumwagia maji ya moto, bila kujua ni mama yake mzazi waliyepotezana miaka 20 iliyopita. Fuatilia kisa hiki kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla hatujaanza, like, comment bendera ya nchi yako, kisha subscribe na share kwa marafiki zako. Tuanze. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa likiwaka kwa joto la mchana, lakini ndani ya kuta za jumba la bilionea Kiseiza lililopo maeneo ya Oyster Bay, hali ya hewa ilikuwa ya baridi ya wastani kutokana na mifumo ya kisasa ya kiyoyozi. Jumba hilo halikuwa nyumba tu, lilikuwa ni kielelezo cha mafanikio makubwa. Kuta zake zilikuwa zimepambwa kwa marumaru kutoka Italia, na samani zote zilikuwa zimeagizwa kutoka Uturuki na Ufaransa. Bustani yake ilikuwa na ukubwa wa nusu heka, ikiwa na bwawa la kuogelea ambalo maji yake yaling'aa kama kioo cha bluu chini ya jua la utosi. Bilionea Kiza, mwanaume mwenye umri wa miaka 55, alikuwa amejipatia utajiri wake kupitia biashara za meli na usafirishaji wa mizigo nje ya nchi. Pamoja na kumiliki maghala makubwa na akaunti zenye mamilioni ya dola, pamoja na hayo yote, Kiza alibaki kuwa mtu wa watu. Alijulikana kwa kuvaa suti za kawaida, kusalimia walinzi wake kwa majina na kutoa misaada mingi kwenye vituo vya watoto yatima. Kwake, mali ilikuwa ni chombo cha kusaidia wengine, si silaha ya kunyanyasia. Hata hivyo, katikati ya baraka hizo zote, Kiza alikuwa na jeraha moja kubwa moyoni mwake: binti yake wa pekee, Sandra. Sandra, mwenye umri wa miaka 22, alikuwa mrembo wa kupindukia. Alikuwa na ngozi nyororo na rangi ya maji ya kunde, macho makubwa yenye mvuto, na mwili ulioumbwa kwa ufundi wa hali ya juu. Lakini uzuri huo wa nje ulikuwa ni ganda tu lililofunika roho iliyojaa kiburi, majivuno na dharau iliyopitiliza. Tangu alipohitimu masomo yake nchini Uingereza na kurudi nyumbani, Sandra alikuwa amejigeuza kuwa malkia wa mateso ndani ya jumba hilo. Siku moja asubuhi ilianza kwa kishindo. Sandra alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha dhahabu kwenye meza ya chakula, akisubiri kifungua kinywa. Mfanyakazi wa ndani aliyeitwa Amina, binti wa miaka 18 aliyekuwa akifanya kazi ili apate ada ya kurudi chuo, aliingia kwa unyenyekevu akiwa amebeba chai. "Chai yako hii hapa, dada Sandra," Amina alisema kwa sauti ya upole, akijaribu kuweka kikombe mezani. Ghafla, Sandra alikunja uso kana kwamba ameona kitu cha kinyaa. Alinyosha kidole chake kilichopakwa rangi ya kucha nyekundu na kukigusa kikombe. "Hii chai mbona haina mvuke wa kutosha? Unataka ninywe maji ya uvuguvugu kama mgonjwa wa hospitali?" "Samahani, nimeileta moja kwa moja kutoka jikoni." Amina alijaribu kujitetea. Kabla hajamaliza sentensi, Sandra alikinyanyua kile kikombe na kukimwaga chote juu ya mikono ya Amina.